watu watakaokuwa na pahala pabaya siku ya Kiyama mbele ya Allah ni mtu ambaye watu wamemkimbia kwa sababu ya ubaya wa tabia zake na ulimi wake. Hamjawahi kuona watu wanaogopewa kwa sababu ya maneno yao? Fulani huyu hataki kutukana, kaa kimya. Kwa nini? Sababu ni watu wanajulikana. Akikuingia huyo katika 18 zako, utashika adabu yako. Wapo watu hao, si wanawake si wanaume, wenzao wanawaogopa, si kwamba eti wana nini wala nini, la, ittiqa sharrihi, kwa sababu ya kuepuka shari zake, na mwenyewe anajijua. Na mara nyingine anasema ni watu wananiogopa bwana, wanajua tu ulimi wangu mimi hauchagui. Anasema wewe ukinipa kilo mimi nitakupa kilo 100. Watu wananijua wenyewe, wananiogopa. Wakiniona mimi nipo tu katika vikao wanaufyata. Anajisifu yeye. Wakiniona nipo tu mimi pahala popote wanaakhirisha. Watu wanakuogopa si kwa nini? Wewe unajifikiria ni mtu mwema mzuri, la. Binadamu mwovu ni yule ambaye watu wanamkimbia kwa sababu ya shari za ulimi wake, na wako wengi. Isiwe hivyo. Muislamu unatakiwa uwe na ulimi mzuri, uwe na ulimi bora, uwe na tabia nzuri. Khairun nasi anfa'uhum lilnas, watu wazuri ni wale wenye kuwafaa watu. Sasa Muislamu ukijiona unakimbiwa kwa sababu ya vijitabia fulani fulani, hebu jirudie vizuri imani yako na Uislamu wako na tabia zako. Kwa hiyo mtume wetu alikuwa mtu mpole, mkarimu, mwenye huruma, na hizi ndio tabia zetu. Kwa hiyo hakupiga, hakuua, na yule aliyeuawa alijitakia, lakini yuko vitani, kila vita vya Badri, vita vya nini, na sio kwamba alikuwa hapigani mtume, lakini hajawahi kuua mtu. Ile huyu aliyejitakia mwenyewe akajitia yeye ndo atamuua mtume, na angekaa huko mbalimbali pia asingeuawa na mtu, angeuawa tu na watu wengine. Kwa ajili hiyo, baba, unapomtesa mtoto wako, kumbuka kwanza maisha ya mtume alivyokuwa anaishi, kwa sababu mtume alikuwa na watoto pia. Unapompiga mke wako, mtume alikuwa na wake pia. Unavyowalea watoto wako, mtume alikuwa na watoto pia. Watoto wake wote ingawa walikufa mapema, kwa sababu hakuna mtoto wa mtume aliyefika umri wa miaka hata 40 katika maisha. Hakuna katika umri wa watoto wa mtume aliyepitiliza miaka 30 akaingia 40, hakuna. Wamekufa wengi katika umri mdogo, angalau 30 na au 29 wamevuka, lakini wengi wamekufa wadogo, wengine wamekufa wachanga kabisa, hususan wa kiume, akina Qasim na Abdullah na Ibrahim. Mtume alikuwa na watoto wangapi? Ili sitoi hela na wauliza watu jumla. Alikuwa na watoto wangapi? 7. Watoto wangapi wa kike, wangapi wa kiume? Wanawake 4 na watoto wa kiume 3. Abdullah, Qasim, Ibrahim, Ruqayya, Kulthum, Fatima, Zainab. Hawa ni watoto wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliwalea malezi ambayo sisi tunatakiwa tuwalee watoto wetu. Hatujasikia amempiga mmoja wao, akamjeruhi, akamfanyia vitu vya ajabu. Sasa sisi leo tuna changamoto nyingi kweli kweli. Moja ni namna ya kuwalea watoto wetu. Solution ya suu muamalati al-abawain. Ukasema hili ni tabia ambayo inampelekea mtoto kuharibikiwa, ni jambo linalopelekea maadili mabaya, lakini pia tukasema kubwa zaidi ya hiyo, inaweza likafikia mtoto akajiua, inaweza likafikia mtoto akakimbia nyumba.
Lakini pia moja nimesahau kulitaja, linaweza likatokea, inaweza ikapelekea mtoto kuwaua wazazi wake. We baba, ukishakuwa katili kama hivyo, umetengeza adui yako, si mtoto huyo, umemtengeza adui ambaye akipata nafasi na huyo anaweza akakumaliza, kwa sababu huyu anakuwa nunda. Hamjawahi kushuhudia? Mimi wiki 3-4 hivi zilizopita niliwahi kuona clip moja mbaya ya mtoto wa Kichina, nafikiri yule huko Asia, anampiga mama yake. Unajua zile kick za Kichina, anaruka anampiga kick, flying kick, mama anadondoka, anaanguka. Tasawwar, mama anapigwa kick mpaka anaanguka chini. Si mama yangu, lakini mama yako ni mama yangu pia. Niliona kama ni mzazi wangu yule. Wanasema ya sababu, ingawa sisikii Kichina, lakini wana comment wanasema huyu mama kapigwa na mwanawe kwa sababu yule mtoto kanyimwa hela za kwenda kuspendi na rafiki zake, na huyu mama kamnyima pesa, basi anampiga mama kweli kweli, mama anapigwa. Uliwahi kuona vitu kama hivi vinatokea? Yote ni kutokamana na maadili na namna tunavyowalea watoto wetu. Sasa solution, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, rahimallahu walidan aana waladahu ala birrihi, Mwenyezi Mungu anamrehemu mzazi, anampenda mzazi ambaye anamsaidia mwanawe juu ya suala la kumfanyia wema baba yake. Hii ni falsafa ya hali ya juu sana. Aidi alhaditha maratan ukhra, rahimallahu walidan aana waladahu ala birri. Mwenyezi Mungu anampenda mzazi, anamrehemu mzazi, anampa huruma zake mzazi ambaye anamsaidia mwanawe na kumpa njia za kumfanyia wema baba yake. Yaani unapotengeza maadili ya mwanao, unaandaa mazingira ya wewe mwenyewe baba kufanyiwa ihsani na wema na huyo